subscribe to my channel. And also press this bell icon. Wajisifia. Waulize. Wajisifia walikuwa mabingwa wa kombe gani? Wanavyoenda mwaka 99 Majimaji asongea kucheza kwenye CAF Champions League kwa sababu walikuwa ni mabingwa wa kombe la Muungano. Kwa sababu mwaka 99 bingwa wa ligi kuu walikuwepo ni Mtibwa Sugar, 2000 ni Mtibwa Sugar. Lakini Mtibwa Sugar hakuwa bingwa wa Muungano wa kwenda kwenye mashindano yoyote. Majimaji asongea akaenda kwenye CAF Champions League baada ya kuwa bingwa wa kombe la Muungano. Mwaka jana mliwacheka wenzenu kuchukua kombe la Muungano, mwaka huu nyinyi mnalishangilia. Sasa nyinyi kwa nini mliwacheka kwanza mwaka jana? Jambo la kwanza nataka uelewe. Hadhi ya kombe la Muungano na thamani ya kombe la Muungano, Dr. Hussein Mwinyi ameamua kuleta hadhi. Mwaka jana nataka nikuulize, una kombe la Muungano, bingwa wa Tanzania bara alikuwepo? Bingwa. Sasa hilo haiwezi kombe la Muungano. Muungano ni muunganiko kati ya bara na Zanzibar. Bingwa wa Zanzibar na bingwa wa bara wacheze, wapate bingwa wa Muungano. Mwaka huu kuna bingwa JKU ni bingwa wa Zanzibar, na bingwa wa bara ni Yanga Sports Club, wanacheza na gombania kombe la Muungano. Mwaka jana ilikuwa ni bonanza la Muungano, sio kombe la Muungano. Kwa sababu hilo kwa kombe la Muungano yanatakiwa atoke bingwa bara na wapi? Na Zanzibar. Ndio mwaka huu iko hivyo. Kwa mwaka jana ukisema wanajifurahia ni utoto wao na ushamba wao. Hawaelewi nini maana ya Muungano. Muungano maana yake ni muunganiko wa bara na Zanzibar. Mzee Karume na mzee Nyerere wanachukua wanachanganyisha, wote walikuwa ni maraisi. Au shasao. Huyu alikuwa ni waziri mkuu na alikuwa ni rais, wakachanganya udongo. Wakasema tunaungana. Walichukulia mtu wa kawaida. Ndio thamani hiyo. Wamechukua bingwa huku na bingwa wa kule. Wanacheza kombe la Muungano. Kombe kubwa kuliko kombe lolote. Kombe hili limeanzishwa 82 kwa heshima ya nchi hii 82. Ukiwa bingwa wa Muungano unaenda moja kwa moja kwa bingwa barani Afrika. Likakoma mwaka 2003. Sasa hivi wameamua kuleta hadhi la kombe la Muungano. Watu wamecheka sana jana. Wakaona zile clip ya Dickson Job na Abdultwali Michel wanalia kutinga finali ya Muungano. Watu wakajiuliza, unalia kutinga finali ya Muungano, je, ungetinga finali ya shirikisho ingekwaje bwana? Kwanza kipindi wanatinga finali ya shirikisho hawakulia, walicheka na walishinda finali ya shirikisho. Nani alishinda finali? Yanga alimpiga Usma finali ya shirikisho nyumbani kwake uwanjani. Kibwana Dickson Job wala Msheli ya kulia. Kwa sababu waliona ili kombe na Muungano ndo kubwa. Muungano yani Muungano ni kubwa kuliko ya shirikisho. Kwa hiyo walilia kwa sababu wanaenda kutetea kombe kubwa la Muungano. Unaelewa? Wanapambania uhuru wa nchi yao. Muungano huku bara onekane bora kuliko Zanzibar. Ni lazima uoneshe uzalendo wa nchi yako. Nchi hii bila Zanzibar na Tanganyika kuungana, maana yake isingekuwepo nani? Tanzania. Kwa tafsiri wakilia katika kombe la Muungano, wanakumbuka Muungano wa mwaka 1964 jinsi walivyoungana kati ya Tanganyika pamoja na Zanzibar. Huo ndo uzalendo wa kwanza. Kombe la shirikisho unakutana na vilaza kule, wengine unaliaje? Yaani unaliaje kuna kombe la shirikisho? Ni Ahmed Ally peke yake mshamba ndo amelia kuna kombe la shirikisho. Lakini mwenyekiti Imam kombe la shirikisho asikalia. Ndio, unalia kwa sababu gani? Unakutana timu nafasi ya 3 mpaka nafasi ya 100 unaliaje? Timu nafasi ya 3 Afrika ya Kusini inafanana na bingwa wa Zanzibar. Yaani wewe mwalimu mimi najua unajua mpira. Moja ya vitu ambavyo mwalimu nakukubali, unajua mpira. Wewe ukimchukua nafasi ya 3 wa South Africa, nafasi ya 4 ya Misri na bingwa wa Zanzibar, ipi timu hapo? Niambie mwalimu. Swali lako zuri sana. Ukisema nafasi ya 3 ya Afrika Kusini, nafasi kwanza nafasi ya 3 ya Zanzibar au ya 4 ya Zanzibar. Nafasi ya 3 Afrika Kusini na bingwa wa Zanzibar, ipi timu? Sawa, muuliza swali zuri sana. Azam FC ameshika nafasi ya ngapi msimu uliopita? Ya pili. Ametolewa na timu nafasi ya 5 katika ligi ya Zanzibar. Kule kombe la Muungano. Simba wewe unaona nafasi ya 3 ya tatu amecheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Yaani tafsiri ukiona wewe Afrika Kusini bora sio kweli. Yaani timu ambayo imeshika nafasi ya 2 ligi kuu Tanzania bara imetolewa na timu nafasi ya 8 ligi ya Zanzibar. Yaani imeshika nafasi ya 3 amecheza finali katika bara. Timu imeshika nafasi ya 2 imefungwa na nafasi ya 8 ya Zanzibar. Mwalimu atubu hapa kuizungumzia Azam. No. Tunazungumza hizo nafasi. Nafasi hauchukui kwa bahati mbaya. Nafasi baada ya mchakato kusanya pointi nyingi unapata hiyo nafasi. Azam nafasi ya 2 kupata kwa bahati mbaya. Baada ya kusanya pointi nyingi juu ya Simba akashika nafasi ya 2. Nimekwambia hivi, Azam ambayo shika nafasi ya 2 imetolewa na timu nafasi ya 8 ligi ya Zanzibar. Timu nafasi ya 3 ikikuta Tanzania bara imeenda kumtoa nafasi ya 3 timu ya Afrika Kusini. Utasemaje wale ni bora?
Zanzibar ni bora, ndio maana unakuta timu za bara zimeondolewa. Ameondolewa Azam, ameondolewa Coastal, ameondolewa Singida Black Star. Amebaki mtetezi peke yake ni Yanga Sports kwa sababu ni mkubwa. Naye kapita kwa bahati tu jana kwa penalty. Penalty bahati. Basi kaambie Simba na Maseo pita kwa bahati. Ndio tafsiri yako unasema hivyo? Kama Yanga anasema bahati. Timu ambayo imedominate katika kwa sababu ile mechi imeliki mpira 99% au imeliki 100%. Tumepiga shoot on target, kaangalia mashuti 12. Wao wamepiga shoot on target moja. Kona 12. Wao wamepata kona moja. Nani bora? Mwalimu anasema wote wapo finali. Japokuwa utaitafsiri vipi hiyo finali? Sasa finali vitu viwili. Na hii nilimwambia Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kuingia finali kwao inapaswa kwanza kumpongeza Engineer Esaid, mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika. Inawezekana wewe Ernest pamoja na mdogo wangu Sosi. Tulifanya pale interview. Nilikwambia Engineer Esaid baada kwanza ya mashindano ya shirikisho na kabingwa. Nimekwambia kuna engineer, kuna vitu amerekebisha katika mashindano ya CAF. Unakumbuka? Nilikwambia hawa kosi hao wamekosa nauli ya kwenda Angola. Kulingana na Engineer Esaid kuwa mwenyekiti wa vilabu vyote, akafanya marekebisho. Akasema vilabu vyote ambavyo vinaanza atapewa dola 50,000. Unakumbuka umesahau? Nikakwambia Engineer Esaid kwa kuona mashindano ya shirikisho ni shirikisho yaonekane watoe watu ambao wadhaifu wote waonekane sawa. Si ndio? Haipaswi mtu akabingwa atoke kule aje kuna shirikisho. Sikukwambia hiyo kitu? Kwa Engineer kabadilisha kanuni. Kwa favor Simba waende hata finali. Leo watu wa Simba Mangungu hajampongeza hata Engineer kufanya hiyo kazi kubwa. Ninyi na Simba wao wanataka pongezi kutoka kwa umoja wa vilabu barani Afrika ambao uko chini ya mwenyekiti Hersi Saidi. Mwenyekiti yupo kimya mpaka leo. Mwenyekiti jana juzi alikuwa amepongeza vijana wa shule ya sekondari ambao wameshinda kombe kule Ghana, sio? Kazi ya mwenyekiti sio kupongeza timu kwenda finali. Kazi ya mwenyekiti ni kumpongeza bingwa. Unaelewa? Ukiwa bingwa ndo kazi yake. Wale vijana wamekuwa mabingwa ndo wamepewa pongezi. Yaani kucheza finali sio issue. Tena ni ushamba. Finali watu wameshacheza miaka 3 nyuma katika nchi hii. Au ushasahau? Yaani leo watu unaenda kujidai kwa ajili ya finali. Watu watajidai ni pale tu utapata kombe. Finali sio issue katika mpira katika nchi hii. Ndio maana Engineer ambaye sababisha Yanga kwenda finali akasema hata Yanga wacheza finali sikuipongeza. Yanga ningeipongeza hivyo kwa ni bingwa. Yaani hujawa bingwa upongezeje? Tena achana hivyo. Yaani Engineer leo apongeze timu ambazo zote ziko nafasi ya 3, nafasi ya 5 ya 10. Washike mashindano apongeze. Ni bora ingekuwa katika mashindano ingekuwa kuna bingwa hata mmoja ndani ya ligi kwa kaange kupongeza au nafasi ya pili. Timu nafasi ya 3 mpaka nafasi ya 100 apongeze. Yaani Engineer akayapongeze Vilaza. Mimi ningemshangaa. Mimi binafsi ningemshangaa Engineer. Mwalimu Mnyama anasema anakwenda kuchukua ubingwa mbele ya Bekani. Haya mwalimu, tunakupa kijiti. Unasema nini Mnyama akichukua ubingwa? Kwanza jambo la kwanza. Walimdhulumu Stellenbosch. Sikiliza. Mwalimu umerudi huko? Narudi ni ukweli wa Mungu. Unajua kitu kimoja. Binadamu hapendi kuambiwa ukweli hata kama ukweli unauma. Sisi wote tutakufa. Mwisho wa siku Mungu atatupa hukumu yetu. Na hukumu yetu atatupa kwa sababu tu huku duniani ulisimamia haki na ukweli. Stellenbosch walizulumiwa. Hiyo mechi ilikuwa ina maelekezo mengi zaidi kuliko uhalisia. Ndio maana jamaa anafunga magoli, wanatakiwa pewe penalty, wapewe penalty. Na yeye nizungumza mgogoro kati ya Misri na South Africa. Leo Stellenbosch ndio imepata athari kubwa zaidi kuliko timu yoyote. Sasa jambo la msingi umesema finali. Sikiliza. Sikiliza, kombe hawezi kuchukua kombe kwa sababu sasa hivi anakutana na Mwarabu sio Manga. Wewe kwa kukutana na wavuvi. Naudia tena Sanga anasema kamera kwa tuondoke. Kamwamba makofi. Sikiliza. AS Berkane ndio bingwa wa kihistoria wa kombe la shirikisho amechukua mara 5. Hakuna timu nyingine yoyote. Simba ndo mara ya kwanza tangu ameumwa na tumbo la mama yake anaenda kucheza finali. Unaelewa? AS Berkane kazifunga zote. Berkane hajakutana na Simba. Hajakutana naye. Alikufa lakini Berkane. Sikiliza, alikufa wapi? Wewe unajua cricket. Sio atuzungumzi Benjamin Mkapa. Yale matokeo chukua kwa ujumla kati ya AS Berkane na Simba nani atakuwa kufuzu. Kampiga 2 kashinda 1. Hapa moja yenyewe Berkane walisawazisha, wakapiga la pili, wakakataa wale marefali. Na Berkane akapigwa faini milioni 243. Mshasahau ni watu. Wao unasema alishinda hapa ya hao walizulumu. Kule alipigwa 2. Hapa Benjamin Mkapa alipigwa 2. Refali akaeka mfukoni, wao Berkane akapigwa faini. Mshasahau. Hiyo tunazungumza Berkane ile. Berkane hii ambao unazungumza wewe. Jambo la kwanza ni bingwa wa Morocco. Msimu michezo 3 kabla ligi kuisha. Kabla hajaisha. Jambo la pili amekutana na Stellenbosch, kamuuliza Stellenbosch.
Pale Afrika Kusini alipigwa bao 3, alipigwa bao 5. 2 refa kaeka mfukoni, 3 kakubali. Akaenda kule Morocco akapigwa bao 5. Yaani timu ambayo wewe mnashindana naye ambao umezulumu, yeye alipiga bao 8. Hiyo Constantine wewe ambao umepiga naye kule 2, hapa amekuja kule 2-1 hapa 2. Hamshasahau. Constantine kule amepewa mzigo, amepewa bao 5. 4 kakubali, 1 akakataa. Akiwa kwake. Si unaelewa? Uwanja wa nyumbani. Ndio uwanja wa machinjio. Berkane yeye shughuli zake na mali zake nyumbani kwake, akija huko anakuja kushangaa tu. Anakuja huko atakuja pale mlima Mwalimu Yanga uko wapi bwana? Njoo hapa mlima Kilimanjaro uko wapi anaangalia. Anatoka mlima Kilimanjaro. Anakuja timu gani kubwa Tanzania hapa Yanga Sports Club, si ndio? Yanga Sports Club inakaa makao makuu hapa anakuja kutembelea. Ndio hiyo, umeelewa? Anakuja Tanzania Mei 25 kuja kuenjoy, kuja kuangalia utalii wa nchi. Na utalii wa nchi mmoja wapo ni kwanza tunazungumza utalii wa kiujumla, milima, mbuga pamoja na Yanga Sports Club. Mwalimu wewe uone nafasi ya Simba kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho. Kwenda finali yenyewe ni maelekezo ya marefari. Kwenda finali maelekezo. Kuchukua ubingwa atachukua ubingwa. Blaza, marais wote wa kafu, wote wa mashirikisho wote pale Benjamin Mkapa. Yani Kibu Denis akaembea subiria afunge goli hivi, alafu refa aseme kati. Muda huo refari wanamchukua juu kwa juu, mechi naisha. Unaelewa? Hayo maelekezo hayatakuwepo. Mwalimu anatuambiaje Simba akichukua ubingwa? Achukua ubingwa wapi? Ubingwa nini? Narudia tena, Simba hawezi kuchukua ubingwa. Wewe ikitokea sasa itokea, sikiza amebeba. Sikiliza. Una bodaboda una? Una bodaboda? Mimi si bodaboda. Nakununulia bodaboda 3.5, bodaboda 3.5. Milioni 7 hizo. Kama akichukua wewe nyenye shika. Tangaza wewe mwenyewe. Na nyenye shika kamera nyenye. Hizo milioni 7, nyenye milioni 1.5, milioni 10. Kwamba Simba hawawezi kuchukua ubingwa, kuna milioni 10 cash. Mwalimu milioni 10 cash Tanzania shillings. Mnyama akiwa bingwa. Atakuwa bingwa na mwendo nani? Utamwibia nani? Sikiliza. Utoto finali ya pili wapi? Wewe kafu hujasoma. Kafu amepost yenyewe. Ni finali ya kwanza unasema finali ya pili. Mashindano yameanza 2003 unasema finali ya pili. Sikiliza. Huo utoto ambao mnadanganyana kina Mangungu ndio unawakosi nyinyi watu. Mimi nilikuwa namwambia hivi, juzi pale mmeona ushamba wao. Juzi mmeona airport. Timu inaingia finali, wanaenda airport na Kigoma kwenda kushangilia eti timu imeingia finali. Lakini kilichoniumiza kikubwa zaidi, watu wamevunja maua ya airport. Watu wameporwa simu. Nashangaa jeshi la polisi lipo, wizara ipo ambao inasimamia miundombinu. Watu wameharibu, nenda airport maua yote yamekata katuna puzi. Sikiliza. Upuzi huo wanao kwa sababu washang'oa viti. Na siku hiyo ndio ikopo ni wao. Ile ni furaha mwalimu. Sasa hiyo furaha washakung'oa viti Benjamin Mkapa. Serikali kaingia hasara. Juzi wameenda kuharibu maua. Serikali imeingia hasara. Juzi wameenda kuwapora watu simu. Watu manake uchumi wao umetikisikwa kwa sababu ya upuzi watu wao. Simba katikisa uchumi wao. Umesikia? Yaani Yanga Sports Club walivyoenda finali, uliona wao watoto. Sikiliza, Simba ana tofauti na maskini. Maskini sifa yake kubwa ni moja. Maskini akipata fedha na akienda kulewa utajua kama maskini leo amepata fedha na amelewa. Unamaanisha nini mwalimu? Utaona hapa utamkuta amejinyea, amefanya hivi, lakini tajiri akiwa na fedha utamkuta hapa anakunywa moja baridi, 2 moto, si ndio? Na maisha yanaendelea. Simba hana tofauti na maskini kama huyo ambaye ameenda kujinyea kwa sababu kuja kutuharibia taswira pale airport. Wanasema mashabiki wanaipenda timu yao. Kama kupenda timu yao wangekuwa wananunua jezi original. Kama wanakuwa wanapenda timu yao wangechangia wachezaji ambao wanawadai. Kama wanapenda timu yao wangekuwa wanaenda uwanjani. Kama wangekuwa wanapenda timu yao wangejenga ofisi. Mashabiki wale hawapendi timu yao, walikuwa wameenda kuwapora watu simu na kuharibu maua ya airport. Na mimi nasema yale maua na hapa ndani ya siku 3 yarekebishwe maua ya airport. Ni upuuzi. Mwalimu mrudia hii. Na hapa siku 3 maua ya airport, international airport yarekebishwe ndani ya siku 3 na mashabiki wa Simba kwa nini wameenda kung'ona kuharibu yale maua. Lakini mwalimu anazungumzia Simba ambayo yuko nafasi ya 4 kwa ubora barani Afrika kwa takwimu za CAF baada ya kufika finali. Sasa hapa ndo pazuri. Tarehe 13 Juni mashindano ya vilabu vyote
vilabu kabingwa duniani wanachezwa. Marekani wako National, wako Mamelodi, Esperance na Wydad Casablanca. Na narudia tena, National nimemtaja kwanza ndio bingwa. Narudia tena, akitokea kiongozi yoyote wa Simba, akitokea msemaji yoyote wa Simba, akitokea akisema Simba wako nafasi ya 4, haja kuchukua milioni 10. Sikiliza, wanadanganyana. Walitoa kafu. Kafu ametoaje? Kafu ametoa vilabu vinavyoenda kushiriki. Kafu anatoa mwisho wa msimu, sio katikati ya msimu. Baada ya mashindano kuisha, Kafu atatoa. Unanielewa? Kwa mwalimu nakataa Simba yuko hawako nafasi ya 4. Kidume yote anaibisha, hajaambia tuambie uko nafasi ya 4. Kwa sababu nafasi ya 4 TFF jana ametoa, juzi ametoa tarehe 28 kwa kukata tiketi kwa ajili ya kwenda kabingwa duniani. Haujaenda wewe? Unaona hiyo barua TFF? Simba wamo? Wamo. Kule timu 4 za Afrika zinasikisha wamo? Wachambuzi pia wamepost. Haujajibu swali. Mbona swali jepesi? Katika timu 4 ambao TFF wametuomba, wamesema timu 4 za Kiafrika ambazo zitaenda kuwakilisha katika kombe la vilabu duniani. Na kuuliza Simba wamo? Hiyo sio kwenye barua yangu, mimi si barua TFF. Simba hawapo. Hawapo, si ndio? Sasa tunakubaliana na mimi kama hawapo katika zile timu 4 kama hawapo. Maana yake Simba maana yake nini hawa? Hiyo nafasi yani umepata wapi? Mwalimu, tuwekea nukta kwenye hilo na swali langu moja. Ni kweli ligi kuu soka Tanzania bara ni bora kuliko kombe la shirikisho? Tena ni ngumu kuliko kombe la shirikisho. Mwalimu, kwamba ligi kuu Tanzania bara ni kombe gumu kuliko kombe la shirikisho. Kwa mfano mzuri, timu imeshika nafasi ya 3 ligi kuu Tanzania bara, imeshindwa kuwa bingwa ndani ya nchi kwake, imeenda shirikisho, imecheza finali. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri kwa maana yake ligi kuu ni ngumu. Kama ligi kuu ingekuwa ni rahisi, maana yake tafsiri yake hiyo timu ambayo nafasi ya 3, umeelewa sio? Isingefika huko. Kufika kule maana yake baada ya mchakato wa ndani. Tafsiri maana yake kama bingwa wa ligi kuu Tanzania bara angeshika mashindano, maana yake ndiye angekuwa ni bingwa wa kombe la shirikisho. Tafsiri la kalaka. Unakili yule mwaka mnafika finali, ligi kuu ilikuwa ni ngumu kuliko kombe la shirikisho, Young Africans anafika finali. Umeuliza swali zuri sana. Kipindi hiko Yanga anacheza finali ya kombe la shirikisho. Unaelewa? Ligi kuu bingwa ilikuwa ni nani? Yanga Afrika ikaenda mpaka finali na ikashinda finali. Tafsiri maana yake unaona hapo, kwa Yanga ilikopo nini? Ligi ilikopo ni bora, mtoa mtu bora, ndio maana kaenda finali. Ugumu wa ligi mpaka Yanga ta finali maana yake sio kucheza finali tu. Ubora wa ligi wa Yanga anawapiga watu home and away. Ili ujue home and away, robo finali mtu atupwa nyumbani na ugenini, nusu finali nyumbani na ugenini. Kuuliza timu nafasi ya 3 msimu huu ya shirikisho, niambie kama Simba kuna mtu hata mmoja anampiga home and away? Swali jepesi na kuuliza. Kipindi Yanga acheza finali, alikuwa ni bingwa, akapiga watu home and away. Kipindi kile wanasema timu Sikiliza kwanza. Swali hapa tutakuja huko kote. Swali jepesi ni kuona kuuliza. Kipindi Yanga anacheza kombe la shirikisho, alikuwa ni bingwa wa nchi. Katika hatua makundi anampiga Mazembe nje ndani. Robo finali anapiga nje ndani. Nusu finali anapiga nje ndani. Na kuuliza kati ya Simba anavyocheza sasa hivi, Simba hajampiga mtu nje ndani. Tafsiri maana yake ligi ya Bongo ni ngumu, kwa sababu ndio maana Simba anashinda kufanya hivyo vitu. Kile Malum alikuwa anashuka daraja. Swali zuri sana. Malum unasema ashuka daraja msimu ambao anacheza mashindano, sio? Kwa sababu tunazungumzia msimu ambao anacheza mashindano. Malum alipataje nafasi? Malum alipata nafasi baada ya kuwa bingwa Netbank ligi ya Afrika Kusini. Malum robo finali anamtoa Piramidi. Piramidi mwepesi. Sasa huyu Stanley haujajibu swali jepesi tunakuuliza. Yanga Malum anamtoa Piramidi. Piramidi anaondolewa. Anaenda nusu. Katika kundi yake amemfunga FC Rabat nje ndani. Katika tu makundi sasa wewe. Huyo Malum, si ndio? Huyo Malum anatoka hapa na kukutana na Yanga, anasema ashuka daraja. Ashuki daraja kipindi anachocheza mashindano. Alikopo na nafasi bora msimu uliopita. Wewe umesema Stellenbosch amemfunga nani? Zamalek. Nataka nikuulize. Zamalek nafasi ya ngapi ligi ya Misri? yuko nafasi ya 3. Sasa Stellenbosch nafasi ya ngapi? Nafasi ya 5. Sasa ukuta pipa na mfuriko. Wewe ungeniambia Stellenbosch amemfunga National au pige Piramidi. Si ungesema Simba amekutana na timu zenye uzito. Simba amekutana na timu dhaifu. Hakuna timu yenye uzito, timu yenye uzito ni bingwa na nafasi ya 2. Wewe nafasi ya 3, nafasi ya 10, sema timu yenye uzito mkubwa.
Wao ni mwendazimu peke yake. Yaani timu sio bingwa, timu sio nafasi ya pili, timu nafasi ya 3, nafasi ya 10. Wanakutana nao sema timu wazito. Simba amekutana na vilaza. Na yeye mwenyewe ndio maana ni vilaza. Ndio maana tukasema Simba wako nafasi ya 3 na wao ndugu zake Sibekani nafasi ya 3. Ni kombe la kugombania mshindi wa nafasi ya 3. Hakuna yoyote na nafasi ya pili na au bingwa. Sawa, Mwalimu Mzito, kushukuru sana. Karibu tena.